الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, sheria gani ya Allah walioivunja na kuikanyaga? Mkataba gani wa Allah ambao wamekwenda kinyume nao? Hebu sikiliza katika sura ya 3 Al-Maida aya nambari 32, Allah anavyosema. Allah anasema min ajli dhalika, na kwa ajili ya hilo, katabna ala bani Israila, tukaandika juu ya wana wa Israil, tukaleta sheria kanuni juu ya wana wa Israil, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شريعة ساسنه الله ameandikisha nao, Allah ameandika juu yao. Allah kawaletea sheria kanuni, akawaambia kuanzia sasa, yoyote katika nyinyi atakayeua nafsi moja tu pasina sababu wala haki, nafsi isiyokuwa na hatia, au akaleta ufisadi katika ardhi, uharibifu katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jamia, huyo kwangu mimi Mola hukumu yake ni sawa na ameua nafsi zote, ni sawa na ameua watu wote. Allah anavyojua ya kuwa hakuna wauaji nambari 1 duniani kama Wayahudi, hakuna magaidi nambari 1 kama Mayahudi, akawaletea sheria katika Taurati ya Musa. Sheria hiyo akainukuu kwetu tupate taarifa katika sura ya 5 Suratul Maida aya nambari 32. Allah anatuambia, na kwa ajili ya hilo tukaandika juu ya wana wa Israeli ya kuwa atakayeua miongoni mwao nafsi ya mtu mmoja, atakayetoa roho ya mtu mmoja pasina haki, au akaleta ufisadi katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jamia, huyo hukumu yake ni sawa na aliyeua watu wote. Waman ahyaha, na atakayeokoa nafsi ya mtu mmoja tu, fakaannama ahya an-nasa jamia, basi huyo ni kana kwamba ameokoa nafsi za watu wote. Tazameni wana wa Israeli wanavyoua ndugu zetu wa Palestina. Ukitazama katika social media, wallahi roho yako inaweza ikakatika. Nyama zinakusanywa, utadhani labda wako buchani, kumbe ni nyama za watoto wadogo, akina mama na wazee wasiokuwa na hatia, wamesambaratishwa kwa mabomu mpaka miili haionekani. Steki za nyama zinakusanywa katika sanda. Dunia imenyamaza. Kwa nini imenyamaza? Kwa sababu ndiyo mambo yao. Agenda iliyokuwepo kumuua Muislamu ni halali. Ulimwengu ni wa ajabu sana. Ulimwengu huu hauna haki za binadamu. Waongo, wanafiki. Ukisikia haki za binadamu ni asiyekuwa Muislamu. Muislamu hana haki. قتل حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل امرئ مسلم آمن في وطنه مسألة فيها نظر. Kauli mbiu ya ulimwengu wa sasa,
Kumuua mnyama porini ni kosa la jinai, lakini kumuua Muislamu mwenye aliyetulia katika makazi yake ni jambo linalotegemea kufanyiwa kazi. Zaidi ya miaka 56 ardhi yao imeporwa, wanauawa kila siku. Umoja wa wazungu wanawaunga mkono, lakini umoja wa Waarabu na Waislamu tumekuwa ni wanafiki kupita kiasi. Hatuna msaada wowote kwao. Lakini leo nikwambieni kupitia kusoma kwangu hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faraja hukaribia. Sisi wazee wa chipsi na sekela tuendelee kupiga chipsi zetu na sekela. Mtume Muhammad, mswaliani kwa sauti kubwa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuahidi, ametuambia kiyama haitosimama mpaka vita, mapambano makubwa yatokee baina ya Waislamu na Mayahudi. Watakung'utwa Mayahudi, anasema watajificha chini ya miti, nyuma ya miti na mawe. Miti na mawe yatatoa maneno, yatatamka, Muislamu njoo nyuma yangu, kuna Myahudi kajificha. Ahadi ya Mtume Muhammad haitogonga ukuta, kwa taarifa yako, bali Mtume Muhammad katuambia kiyama itasimamia Falastini, kwa taarifa yako. Kasema ni ardhul manshari wal mahshar. Falastini ndio ardhi ambayo watu wote watachungwa kupelekwa Falastini. Katika riwaya zingine anasema kuna moto utatoka Yaman, moto utakimbiza watu kwa nyuma. Ukigeuka huo, ukielekea Rufiji na kujia mbele, inawachunga inawapeleka Falastini wote. Mkisha kusanyika Falastini wote, ndipo paragumu litapigwa na kiyama itasimama. Maneno ya Mtume Muhammad. Hakuna dhulma itakayodumu kwa muda mrefu, na wazungu wanajua ahadi hii ya Mtume Muhammad itatokea. Sisi tuendelee kula halwa zetu na tende zetu na kahawa zetu. Watakuja wanaume aliowaita Bwana Mtume Muhammad wanaume, watakuja kugomboa msikiti wa 3 kwa utukufu, Masjidul Aqsa. Sheria ambayo Allah ameiandika juu ya wana wa Israeli wasiue watu, na mwana wa Israeli atakayetoa roho ya mtu mmoja, Mola atamhisabia kana kwamba kaua watu wote. Na mwana wa Israeli atakayeleta ufisadi katika ardhi hii, Mola anasema atamhisabia kana kwamba ameua watu wote. Na mwana wa Israeli atakayeokoa nafsi ya mtu mmoja, Mola anasema huyo kwangu sawa na aliyeokoa watu wote. Akitokea kutokea Sheikh Kishki, wewe ni Sheikh wa Kitanzania, ya kuhusu nini hayo? Nitakwambia hivi, mimi ni mpenda amani, mhubiri wa amani Afrika Mashariki yote. Siwezi kunyamaza ikiwa kuna wanadamu wenzetu wanauawa pasina hatia, watoto wadogo wanauawa pasina hatia. Mimi hayanuhusu ya Hamas na wengine, hayanuhusu mimi. Kinachonihusu watoto wadogo, akina mama, raia wasiokuwa na hatia. Kwa nini wasitenge pahala maalum ambapo hakuna watu, wakapambana uso kwa macho? Mabomu yao yote na makombora yanaangamiza watoto na akina mama wasiokuwa na hatia. Katika polisi za kivita, hospitali hazitakiwi kuguswa, misikiti na makanisa haitakiwi kuguswa. Hospitali kubwa iliyopo Gaza inayomilikiwa na kanisa wameifyatua mwanzo mwisho. Dunia imenyamaza. Kwa nini? Anayeuawa ni Muislamu. Ingelikuwa leo Muislamu anaua wasiokuwa Waislamu, wangeungana kuwasaidia na wangesema wale ni magaidi. Na hata leo itokee kisiwa fulani cha Wakristo watupu kinauawa pasina hatia,
nitasimama katika mimbari hii kusema mauaji yale ni haram, kwa sababu Qur'ani ilipokataza kutoa roho za watu haikusema nafsi ya Muislamu, imesema nafsi yoyote ya mwanadamu. Na mwanadamu ana utukufu wake, ana thamani yake, ana umuhimu wake. Vyovyote iwavyo ni haramu kutoa roho ya mwanadamu yoyote. Waislamu, naomba nimalizie nikwambieni ya kuwa nataka niwashangaze leo. Wamevunja agano hili la Mungu kwamba msiue, na atakayeuwa miongoni mwenu ni sawa na ameua watu wote. Atakayeuwa mtu mmoja tu sawa na ameua watu wote. Hawa mabwana wameua manabii wa Mungu. Kwa taarifa yako, hakuna taifa duniani lililowahi kuwa nabii wa Mungu ila ni Mayahudi tu. Al-Imam Al-Qurtubi katika tafsiri yake Tafsirul Jami', katika tafsiri yake Al-Jami'u li ahkami al-Quran, ukurasa 671, anasema qatalu fil yawmil wahidi 70 nabiyya. Kwa siku moja walikuwa wanaua manabii 70. Wakisha wachinja wamelala chini, wanaendelea na biashara zao kana kwamba hakuna kilichotokea. Shekhe, tafadhali, wanauaje manabii 70 kwa siku moja? Ina maana wametumiwa manabii wengi? Naam. Hakuna taifa linaloongoza kutumiwa na manabii kwa mkupuo na kwa dabo kama wana wa Israeli. Kwa taarifa yako, mwana wa chuoni mmoja wa wasira anasema jumla ya manabii waliowaua 400. Mwingine mwana wa chuoni wa sira wa Kisaudia anasema hapana, mpaka Allah yani inafika zama za Muhammad, idadi ya manabii waliowaua 12,000. Wateule wa Mungu, manabii wa Mungu, mitume wa Mungu, 12,000 wameua hawa mabwana, na Qur'ani imethibitisha. Naomba kwa muda niache hizo aya zilizothibitisha hilo. Nihitimishe khutba yangu niseme idadi ya manabii tuliotumiwa sisi 1,024,000. 1,024,000. Mtume Muhammad anasema manabii 10 tu hawakutumwa kwa wana wa Israeli. Waliobakia wote wametumwa kwa wana wa Israeli. 1,014,000 waliosalia wametumiwa wao, kutokana na ugaidi wao, kutokana na ukaini wao, kutokana na ubishi wao, kutokana na ugumu wa nyoyo zao. Wametumiwa manabii 1,014,000 katika manabii 124,000. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mitume waliotajwa ndani ya Qur'ani tukufu wako wangapi? 25. Katika hao 25 Bwana Mtume anasema Waarabu ni 4 tu waliobakia wana wa Israeli. Habari ndio hiyo. Mwarabu wa kwanza katika mitume 25 Nabii Hud alayhi salam, wa pili Nabii Saleh alayhi salam, wa tatu Nabii Shuaib alayhi salam, na wa nne imamu wa manabii na mitume Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wamechinja vibaya sana manabii wa Mungu. Katika manabii waliowaua, nabii ambaye ameuawa akiwa kijana mdogo, hata kuoa hajaoa, wamemkata shingo, Nabii Yahya alayhi salam. Baba yake Zakaria wamechukua msumeno wamemkata katikati kichwa chake. Wateule wa Mungu wameuawa na wana wa Israeli. Unatarajia nini kwangu mimi na kwako? Watatumaliza tu. Lakini ukienda katika suratul Isra, Qur'ani imesema nakupeni time 2 tu, tem mbili tu, mtaleta uharibifu na mtashika ulimwengu mara 2, lakini mara ya 3 nitawatumia waja wenye kasheshe na watawamaliza. Iko siku tutazungumzia Qur'ani ilivyosema na mwisho wa Mayahudi kwa ujumla. Mwisho kabisa, ndugu zangu, tunapaswa tuombee sana dua.
Hakuna tunachomiliki kwao isipokuwa dua, na dua ndo silaha nzito sana. Na tunapomwomba Mungu auangamize, tusiseme ya Rabbi angamiza Israeli. Israeli ni Nabii Yaqub. Sema wana wa Israeli, watoto wa Yaqub, au sema Mayahudi. Kwa hiyo tuombee sana ndugu zetu wanyonge, masikini, madhaifu mbalimbali wanaoonewa katika ulimwengu huu popote pale walipo. Mwisho wa Islamu, wafanya biashara wa Kitanzania sasa wanaanza kupata laana. Tega sikio. Wafanya biashara wa Kitanzania sasa laana ya Mungu inawashukia. Kuna hii mifuko ya karatasi ambayo leo ukienda sokoni, ukienda popote unatiliwa bidhaa. Mifuko hii imeandikwa Qur'ani mwanzo mwisho, na Waislamu wasiojitambua wanapewa hizi, na mtu anabeba Qur'an inafungiwa katika mifuko hii. Suratu Yasin, waandishi wa habari wavute kweli kweli. Suratu Yasin, mifuko hii inabebewa bidhaa mbalimbali. Nataka niwatangazie wafanya biashara wadogo wadogo na wakubwa, kupitia Qur'ani na Sunna, laana ya Mungu sasa inawashukia. Biashara zenu zitakosa baraka na kheri. Biashara zitakuwa laana, kuanzia biashara zenu, familia zenu, watoto wenu na nafsi zenu, kwa kuidhalilisha Qur'ani kiasi hiki, kwa kuidharau Qur'ani kiasi hiki, kwa kuinajisi Qur'ani kiasi hiki, kwa kuikosea heshima na adabu Qur'ani kiasi hiki. Mifuko iliyoandikwa kwa Qur'ani leo imetengenezwa kwa juhudi za maksudi. Zinatiwa nyama humu, zinatiwa nyanya humu, zinatiwa vitunguu humu, zinatiwa viazi humu, na huwezi kujua hata vitu vingine vya haramu vinawekwa humu ndani. Mfuko huo, mfuko uko wazi. Mfuko huo uko wazi. Suratu Yasin, mnaona Yasin? Nimeingiza mkono wangu. Yasin hiyo, wal Qur'anil Hakim. Yoyote mtakayemkuta na mifuko hii, mnyang'anyeni kwa maslahi yako, maslahi yake na maslahi ya taifa. Vinginevyo taifa hili litaangamia kwa laana za Mungu, kwa kuchezea maneno ya Mungu قرآن تكفو. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعد تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا في فلسطين. اللهم ارحم الأطفال الرضع، اللهم وارحم الشيوخ الركع. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود. اللهم عليك باليهود وحلفائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله يا كريم يا عزيز يا جبار. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم أرسل عليهم ملائكة من السماء بقيادة جبريل عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.